Na leo tumepata swali kutoka kwa ndugu yetu Suleiman kutokea Tabora. Yeye bwana Suleiman kutokea Tabora anauliza, anasema yeye ana maumivu ya kichwa cha mara kwa mara na kichwa chake kinauma upande, mara kinauma upande wa kulia, mara kinauma upande wa kushoto. Sasa anauliza hili ni tatizo gani, lakini nini sababu ya hili tatizo, kwa sababu muda mrefu amekuwa anaumwa. Asante ndugu yetu Suleiman kutokea Tabora. Suleiman, hilo ni tatizo la maumivu ya kichwa, ni kinaitwa kipanda uso. Ni tatizo la kipanda uso. Ni miongoni mwa matatizo yanayowasumbua watu wengi sana, na watu wengi wameshindwa kujua nini sababu ya hilo tatizo. Unaona kichwa kinauma labda upande mmoja, unaweza kuona upande wa kushoto mpaka unaona jicho kama linataka kutoka, na wakati mwingine na upande wa kulia, wakati mwingine unaona kisogoni, wakati mwingine unaona upande juu ya utosi, unaona sehemu akiumi kichwa chote kinauma upande mmoja. Sasa nini sababu ya tatizo hili? Hili ni tatizo lilokuwa na sababu nyingi sana. Sababu ya kwanza, ndugu yetu Suleiman, kukwepa kunywa maji ya kutosha. Wako watu mtu anakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni anakunywa glasi moja ya maji. Kufanya hivyo ni hatari sana kwa afya. Kwanza unaharibu vitu vingi sana katika mwili. Unajua mwili unategemea maji ili uweze kusurvive. Kwa hiyo unapoumwa na kichwa mara kwa mara, ni dalili ya kwamba maji unayokunywa hayatoshi mwilini. Mtu mwingine ili anywe maji ni lazima ajisikie kiu. Mpenzi na mdau wetu, kujisikia kiu ni kama vile gari imechemsha. Unatakiwa kunywa maji kabla hujajisikia kiu. Yaani ukisema nina kiu cha maji, maana yake ni tatizo hilo. Huwezi kunywa maji wakati umejisikia kiu. Yaani kujisikia kiu ni tatizo. Kwa hiyo unatakiwa kunywa maji kabla hujasikia kiu cha maji, na ndivyo mwili unavyohitaji. Kwa mwingine mpaka ajisikie kiu. Sasa ikiwa kunywa kwako maji mpaka ujisikie kiu, ndio unaanza kupata matatizo ya kichwa. Kwa sababu ya kwanza, badilisha mtindo wako wa maisha. Pendelea kunywa maji mara kwa mara. Na ikiwezekana, tembea na chupa yako ya maji. Kila baada ya muda unakunywa. Usikose kunywa lita 3 mpaka 3.5 kwa siku. Hiyo itakusaidia kuondoa maumivu ya kichwa. Lakini sababu nyingine ni matumizi mabaya ya madawa. Wako watu wanatumia madawa haya ya hospitalini, madawa makali. Mtu tu anaumwa, hajaenda kufanya kipimo, anaenda kuchukua madawa ya malaria, madawa ya UTI makali anakula. Kwa hiyo haya matumizi ya madawa, sasa huwezi kupona kwa sababu ulichoumwa hujakipima, hujathibitisha. Wewe umekunywa dawa tu bila ushauri wa kidaktari wala kuthibitisha. Kwa hiyo kwa kuwa unakunywa mara kwa mara madawa makali, inaanza kukuletea hayo maumivu ya kichwa ya upande mmoja. Kwa hiyo pia ni sababu nyingine. Lakini sababu nyingine ya maumivu haya ni msongo wa mawazo. Unaweza ukawa unakunywa maji au tumii madawa, lakini bado kichwa kinakuuma. Kwa nini? Kwa sababu ya stress. Zinapokuwa nyingi katika mwili wako, zinajaa kichwani, manake zinaanza kuleta matatizo katika kichwa na kukuletea maumivu. Watu wengi wameumia kutokana na stress. Wamefikia mahali wamepoteza mpaka maisha kwa sababu ya msongo wa mawazo. Ni hatari sana. Jitahidi kuliflash mind, kukaa na watu unapojiona. Kwa sababu stress zinatokana na labda majanga mbalimbali. Umefukuzwa kazi, umefiwa, umeondokewa na mpendwa wako, umeachwa, umekimbiwa. Kwa hiyo zinajaa zile stress. Lakini jambo la muhimu ni ili kupunguza msongo wa mawazo, usikae peke yako. Unaweza ukajikuta sonona inakuchukua. Kaa pamoja na watu. Kwa hiyo msongo wa mawazo pia ni moja kati ya tatizo linalo wasumbua watu. Wengine kutumia vinywaji vyenye kafeini. Wanatumia vinywaji vya namna hiyo kama vile kahawa, unywaji wa kahawa ile, na vinywaji vyote vyenye hiyo kafeini vinasababisha kama alosto fulani katika mwili, na inakaa kichwani, na unapoikosa ile alosto, ukichelewa tu kuipata, inaleta maumivu ya kichwa mpaka uende ukaipate, ndio inakuletea hiyo hali iliyokuwa sawa. Na mwingine vitu vile vya nicotine, ile sumu ya nicotine inapoingia, ambayo ipo kwenye sigara, ipo kwenye chai, na vitu vingine, basi ikiingia ile nicotine, kama siku hujapata hiyo kitu, unaanza kupata hayo maumivu. Pia yanasababisha vitu vya namna hiyo, unaumwa. Lakini
Sababu nyingine basi ni kama hivyo tulivyosema, unywaji wa maji, lakini pia kupunguza msongo wa mawazo. Hizo ni sababu ambazo zinasababisha kwa kiwango kikubwa haya maumivu ya kichwa upande mmoja. Kwa hivyo ndio inaoleta shida. Asante ndugu yetu Suleiman kutokea Tabora kwa swali lako. Kama una swali lingine, basi unaweza kutuandikia hapo chini swali lako, nasi tutaliona kisha tutakujibu. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala kwa tiba na ushauri. Karibu sana kwenye kliniki yetu. Karibu.